Mahakama ya hakimu mkazi mkoa wa Iringa imemhukumu Gabriel Kibasa mwenye umri wa miaka 21 kutumikia kifungo cha maisha jela na kulipa fidia ya shilingi milioni 3 kwa muhanga baada ya kukutwa na hatia ya kumbaka binti wa miaka 7 aliyekuwa akisoma darasa la pili. Hukumu hiyo imesomwa mapema leo Mei 9 mwaka huu mbele ya hakimu mkazi mwandamizi wa mahakama ya Iringa Honoris Kando, huku upande wa jamhuri ukisimamiwa na Winifred Mpiwa pamoja na Sofia Manjoti. Imeelezwa mahakamani hapo kuwa siku ya tukio Oktoba 31 mwaka jana, binti huyo alikuwa ametumwa kwenda kisimani kuchota maji, ndipo mshtakiwa ambaye alikuwa akichunga ng'ombe karibu na kisima hicho akatumia mwanya huo kumvuta kichakani, kumvua nguo na kutekeleza unyama huo kisha kukimbia. Aidha, ushahidi wa mtoto huyo uliungwa mkono na daktari aliyethibitisha mahakamani kuwa ni kweli binti huyo alikutwa na michubuko sehemu za siri ambapo zinaashiria aliingiliwa na kitu butu sehemu zake za siri. Kabla ya hukumu hiyo kutolewa, wakili wa upande wa jamhuri Winifred Mpiwa aliomba mahakama wakati wa kutoa adhabu uzingatie kifungu cha 131 katika kutoa adhabu, kwani ukatili huo umekuwa ukishamili katika mkoa huo wa Iringa na bado umeacha kovu la kisaikolojia kwa muhanga. Hata hivyo, mshtakiwa alipopewa nafasi ya kujitetea aliomba mahakama impunguzie adhabu, kwani hilo ni kosa lake la kwanza. Pili, hana wazazi na yeye ndiye tegemeo kwa familia yake. Baada ya mahakama kusikiliza pande zote mbili, ikamkuta na hatia ya kosa la kubaka kinyume na kifungu cha 130 kifungu kidogo cha kwanza na cha pili cha sheria ya kanuni ya adhabu sura namba 16 iliyofanywa marejeo ya mwaka 2022. Hivyo ikamhukumu kutumikia kifungo cha maisha jela pamoja na kulipa fidia kwa muhanga kiasi cha shilingi milioni 3. Hii ni ABT Media na mimi ni Irene Nziku.